Yanga wamenyimwa goli halali kabisa ambalo Mwanengo kafunga mara baada ya mikimbio ambayo ilisababisha mara kwanza Mwanengo alikuwa kwenye offside, lakini Pacome Zouzoua alivyokuwa anaenda na mpira nyuma, Mwanengo akastukia kwamba atakuwa offside, akarudi kidogo nyuma. Beki wa Mtibwa Sugar akasogea mbele, akawa amemuulia offside kwa maana ya Mwanengo. Wakati Pacome anatoa pass, Mwanengo alikuwa yuko onside, kiasi cha kwamba lile lilikuwa ni goli liko wazi kabisa kwa upande wa Yanga. Kwa Yanga wamenyimwa goli ambalo Mwanengo alistahili kulipata ile goli Mwanengo. Bwana, tumetoka kushuhudia mchezo kati ya wananchi Yanga ambao walikuwa wageni dhidi ya Mtibwa Sugar. Mchezo ulikuwa unapigwa pale Jamhuri Dodoma, na kitu pekee ambacho tumekiona ni bato ya kutosha kutoka kwa Mtibwa Sugar, ambayo wakati tunafuatilia mchezo kabla ya mchezo wenyewe ilikuwa inaonekana Mtibwa Sugar ndio wangekuwa underdog katika mchezo huo, lakini of course imeonekana ukomavu wa Mtibwa Sugar licha ya kwamba hakukuwa na majina makubwa ndani ya Mtibwa Sukari, lakini tumeona jinsi ambavyo kila kijana, kila mtu ambaye alikuwa pale uwanjani amejaribu kuonyesha anataka nini hasa kwenye maisha yake ya soka kutoka katika kwa maana ya mashamba ya miwa. Kumbuka Mtibwa Sukari ni sehemu ambapo pamekuwa na uzalishaji mkubwa sana wa wachezaji wazuri ambao wamekuwa wanaingia kwenye timu kubwa kama Yanga, Simba, Mtibwa, Azam na mambo mengine, Azam na timu zingine hizi. Mtibwa amekuwa ni timu ambayo imekuwa ikipeleka sana wachezaji maeneo hayo, na leo tumeona kama mchezo fulani hivi ambao ulikuwa ni wa mapambano sana, na tuweza kuzungumzia kwa namna ambavyo wamecheza. Mtibwa Sukari walikuwa wanajua kwamba Yanga na wachezaji wazuri, kwa hiyo walijaribu kutengeneza mazingira ya mapambano ya haraka. Yani ukisikia timu kuwa na wachezaji ambao wanatakiwa kuwa mbele ya matukio ya timu ambayo inapewa nafasi kubwa, Mtibwa walijitahidi sana kuwahi matukio ya Yanga, kwa maana kufanya build up ili kuharibu mipango yao, watengeneze mashambulizi na hatari kutoka katika maeneo tofauti tofauti. Tumeona mchezo ulikuwa ni mzuri, tumeona namna ambavyo mapambano ya uwanjani ambavyo yalikuwa yamekwenda. Leo ukiniambia man of the match katika mchezo kwangu mimi kwa upande wa Yanga, mtu ambaye katimiza majukumu yote ya msingi kabisa alikuwa Emmanuel Mwanengo. Ni mchezaji ambaye kasaidia usaidizi wa goli ambalo amefunga Pacome Zouzoua, lakini kabla ya Pacome Zouzoua, aina ya mpira ule ambao ulikuwa unaonekana kama unatoka nje, ambao alienda kusaidia na kutoa assist. Kuna mpira mwingine ambao ulikuwa kwenye eneo la juu, akaenda kuchop kupiga kuingia katika eneo la hatari. Ni Mwanengo huyo ambaye kafanya hayo. Ni Mwanengo huyo ambaye katika eneo la juu la ushambuliaji alikuwa hatari zaidi, licha ya kwamba kuna baadhi ya maeneo alikosa utulivu, hasa kipindi cha pili. Yeye na golikipa, yeye na miamba mitatu, yeye na mpira na mlinzi mmoja, kwa maana golikipa akapaisha mpira. Lakini ni Mwanengo huyo ambaye kafunga goli ambalo kwangu mimi binafsi nasema Yanga wamenyimwa goli halali kabisa ambalo Mwanengo kafunga mara baada ya mikimbio ambayo ilisababisha mara kwanza Mwanengo alikuwa kwenye offside, lakini Pacome Zouzoua alivyokuwa anaenda na mpira nyuma, Mwanengo akastukia kwamba atakuwa offside, akarudi kidogo nyuma. Beki wa Mtibwa Sugar akasogea mbele, akawa amemuulia offside kwa maana ya Mwanengo. Wakati Pacome anatoa pass, Mwanengo alikuwa yuko onside, kiasi cha kwamba lile lilikuwa ni goli liko wazi kabisa kwa upande wa Yanga. Kwa Yanga wamenyimwa goli ambalo Mwanengo alistahili kulipata ile goli Mwanengo. Lakini ukirudi kwenye upande wa namna ambavyo Yanga wamecheza, hasa katika eneo la ulinzi, kulikuwa na makosa kati ya mawasiliano kati ya Asinki na Mwamnyeto. Asinki anaonekana kama bado hajakaa sawa kwenye eneo hilo, ana mapungufu mengi ya uzingativu, concentration ya katika eneo la ulinzi, bado hayuko makini baadhi ya matukio. Lakini kwa upande wa Mwamnyeto kuna baadhi alikuwa na clear sana na kumkumbusha Asinki. Kwa eneo la kiungo la upande wa Yanga kulikuwa na bato kubwa sana pale katikati, Anderson Shimba akiwa kama mshambuliaji, lakini alikuwa anakutana na vikwazo vya viungo pale ambao walikuwa wanapunguza kasi yake mapema sana. Lakini tumeona pia katika maeneo ya ulinzi kwa upande wa Mtibwa Sugar
ambao walijitahidi sana, hasa ukiangalia upande wa kulia Peter ambaye alikuwa anacheza huko pembeni, beki ya kulia amejitahidi sana kuzuia uhatari wote ambao alikuwa nao Pacome. Kumbuka ni mchezaji ambaye alikuwa yuko Mtibwa, alikuwa Kagera Sugar. Kama utakuwa unakumbuka kipindi ambacho yupo Nasri Nabi alikuwa anamhitaji Peter ambaye lakini aliondoka Nabi, ndoto yake ilikuwa imeishia pale. Kwa mchezo ulikuwa ni mzuri sana, na ubora wa mchezo ambao tumeweza kuona ulikuwa ni bora sana kwa upande wa Mtibwa Sugar. Kuna watu ambao nilikuwa natazama nao game, niwaambia Yanga wasipoangalia, kuna tukio moja ambalo linaweza kusababisha wakapata sare na kama ikipatikana sare, lawama zitaibuka kuwa kubwa sana kwa upande wa Yanga. Lakini nikawakumbusha, nikamwambia kuhusiana na goli lile ambalo la kwanza lile, inawezekana siwe na nguvu Yanga kwa sababu umepata goli moja. Kama itaisha hivi hakutakuwa na story nyingi sana, lakini goli lile litakuja kurudishwa kama story, kama mada. Kwa hiyo kutokana na Mtibwa Sugar kuweza kusawazisha na kuwa moja Yanga, tayari lile goli ambayo mwamuzi alisema ni offside kwa Yanga itaenda kuwa ni kilio kikubwa sana. Mwamuzi huenda akaenda kufungiwa tena mara baada ya kamati ya bodi ya ligi itakapoenda kukaa, kwa sababu inaonekana Yanga wamenyimwa goli la wazi kabisa ambalo Emmanuel Mwanengo amezamisha mpira kwenye nyavu. Lakini kikubwa sana ni namna ambavyo Mtibwa Sukari wametupa gemu nzuri. Ukiachana gemu ambayo Pamba walicheza na Simba, lakini gemu ambayo ambayo Mtibwa Sukari wamecheza na Yanga ni gemu ambayo walitupa open. Kila mchezaji ni kama aliambiwa na kocha wao kwamba nendeni mkacheze, nendeni mkauze vipaji vyenu, nendeni mkaonyeshe namna ambavyo mnakacheza. Hata kama mkipoteza, tunajua Yanga mnaweza ikawafunga, lakini nendeni mkacheze. Na inawezekana ndio faida kubwa ambayo kocha Chipo ndio ambao amepata kutoka kwa wachezaji wake ambao walienda kucheza na timu kubwa. Unaweza kusema pia mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, Young Africans, ambao wameenda kusawazishwa dakika za jioni kabisa. Bonge la mpira wa kutengwa ambao umeingia moja kwa moja kwenye nyavu za Yanga. Mpigaji ni kama anakumbusha ile wanasema kona ya kichuya, yaani mpira umepigwa umeingia kwenye nyavu moja kwa moja. Wakati huo JDR akiwepo pale, lakini pia Mwamnyeto na watu wengine walikuwepo pale, lakini bado hawakuonekana uwezekano wa kuzuia ule mpira. Mpaka dakika 90 za malizika, Mtibwa Sugar wamechukua pointi moja mbele ya Yanga. Tukumbuke mchezo wa awali, wakati ligi inaanza tu, Yanga walianza kucheza na Mtibwa pia, na Yanga wakashinda goli 2-0. Kwa hiyo Mtibwa amechukua pointi moja, Yanga amechukua pointi 4 dhidi ya Mtibwa Sugar. Kumbuka huu ni mzunguko wa mchezo wa 16 kwa Yanga, manake mzunguko wa pili. Kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi ni namna mchezo ambao uliweza kuchezwa, lakini kuna kitu ambacho nimekiona kwenye mchezo ule ambacho kwa namna moja ama nyingine watu wengi wanataka kufahamu baadhi ya matukio. Tumemwona Mwanengo ni moja kati ya watu ambao wamenaswa mara nyingi sana kwenye offside. Kuna tatizo kubwa ambalo nimeliona kwa Emmanuel Mwanengo. Ni mchezaji mzuri, lakini anataka impress management au benchi la ufundi ili waweze kufikiria kwamba alikuwa apate nafasi, ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo anajikuta ana overaction, anafanya mambo mengi, ana overplay tofauti na inavyotakiwa. Kuna sehemu anapata mpira baada ya kutoa aingie kwenye eneo lake, yeye amekuwa akikaa muda mrefu na mpira mpaka anapokonywa, kitu ambacho kinaonekana hakiwezi kumsaidia. Kinaweza kaonekana ni mtu ambaye anachelewesha mashambulizi na vitu kama hivyo. Vyote hivyo vinaweza kutokana na mahitaji makubwa sana ya mchezaji ya kutaka kuonyesha. Lakini Mwanengo ni mmoja kati ya watu ambao katika system ya psychology unaweza kusema yuko kwenye psychology momentum, kwa maana kwamba katika michezo iliyopita hasa ule wa TRA, kumbuka alikuwa amefunga goli kaonekana ni offside. Lakini alivyorudi, mimi nikazungumza na baadhi ya watu kaambia Mwanengo inawezekana kacheza vizuri sana mchezo huu, kwa sababu tayari ana psychology momentum ambayo inaweza kumsaidia kwenye mchezo mwingine, kwamba kama na uwezo tu wa kuzamisha mpira kwenye nyavu,
basi mimi naweza kufunga. Kikutu ni kuongeza jitihada na nguvu za kuweza kufikia matukio, lakini amejitahidi kuconvert mazingira katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Mimi kwangu binafsi Mwanengo ndiye ambaye anastahili kuwa man of the match wa mchezo. Sijajua mpaka sasa ni nani, manake sijafuatilia man of the match kwa sababu sijui kama alitangazwa man of the match katika kama ambavyo nafanyaga siku zote, lakini kwa upande wangu nasema sikuona. Lakini kwangu man of the match, hata kama akiwa mtu mwingine, kutakuwa na sababu zingine, pengine kufunga kwa Pacome kuweza kukaziba man of the match, au mpigaji wa kona aliyepiga kutoka Mtibwa Sugar anawezekana akawa ni man of the match kutokana na jinsi ambavyo watu watakuwa wameidadavua man of the match yao. Lakini kwangu mmoja kati ya wachezaji ambao wamecheza vizuri kwenye kulinki na timu, kwenye kusaidia nafasi nyingi ambazo Yanga hawakuzitumia, lakini Mwanengo kazitengeneza, lakini yeye mwenyewe kukaa katika maeneo ambayo of course yeye mwenyewe alishindwa kuyatengeneza. Lakini ukiniambia mchezaji ambaye katika wachezaji wote wa Yanga ambao walicheza vizuri, Mwanengo alicheza vizuri sana. Lakini kwa upande wa Mtibwa inawezekana mwalimu anaweza kaangalia wale ambao wanaangalia man of the match katika mchezo, wawezekana na maono ya kitofauti wakaanza kaangalia. Lakini kikubwa ni upande wa Mwanengo mwenyewe kujua namna gani ya kukaa kwenye mikimbio ya kuelekea kwenye eneo hatari. Kwanza kuna diagonal run. Yeye anakimbia vertical. Diagonal run maana unakimbia huku unamwangalia mtu ambaye anaweza kukusaidia kukaa kwenye mistari wakati unaomba mpira. Kwa hiyo anaweza kaangalia hicho ambacho inaweza kikamsaidia Mwanengo hasa kwenye mikimbio ya diagonal run, yani ile mikimbio ya kutoka pembeni, yani unakimbilia goli. Lakini sio direct. Unaweza ukawa unataka kupiga kama tusemeje, yani kama diagonal, sio kama mtakuwa unanielewa. Yani kama mipira ambayo unaipiga ambayo inakuwa inapinda. Si unaelewa? Kwa hiyo kuna sehemu ambapo Emmanuel Mwanengo kama atakuwa na kukosolewa jinsi ya kuweza kuwa na mikimbio ya kukimbilia kwenye eneo la hatari, inaweza kumsaidia. Kuna zile zinaitwa delay movement lance ambazo yani asiwe mtu wa kukimbia moja kwa moja, akimbie taratibu then anaingia kwenye box alafu anakimbia kwa kasi kufuata mpira mara baada ya kuwa na mawasiliano na mshambuliaji. Vyote hivyo vinaweza kumsaidia Mwanengo. Lakini pia kuna ile ambayo unaweza kusema mkimbio duara. Yani unazunguka, unaweza ukafanya kama unakimbia kurudi nyuma wakati unakimbia tena mkimbio mwingine wa pili. Kuna mengi ambayo tunataka kuzungumza kuhusiana na Mwanengo, lakini ni mchezaji ambaye kwangu alistahili kuwa man of the match. Kama atakuwa ni hivyo basi sawa, kwa sababu sijafuatilia kile ambacho kimeendelea. Mchezo umeisha kwa Yanga na Mtibwa Sugar wakitoka sare ya kufungana goli 1-1. Nini ambacho kitatokea katika malalamiko ambayo yanahusiana na goli la mwanzo ambalo kwa maana ya Emmanuel Mwanengo alifunga hilo goli safi kabisa. Kwangu mimi ilikuwa ni goli halali, lakini mwamuzi amesema ni offside. Sasa kuna offside, kuna matukio kama hayo, kuna baadhi ya waamuzi wameadhibiwa kusimamishwa michezo na vitu kama hivyo. Sasa sijui kwenye huu mchezo nini ambacho kitamliwa, lakini kwangu mimi binafsi Pacome mikimbio yake na beki wa Mtibwa Sugar alikuwa ameshaiua offside. Mwanengo akawa yuko nyuma, alipokea mpira mara baada kwa maana ya Pacome Zuzo kupokea mpira akawa ameua offside, akampasia na mwisho siku akaenda kufunga. Ilikuwa ni clear goal ambayo ilikuwa sio offside. Mwisho siku hayo ndio ambayo ametokea katika dimba la Jamhuri pale Dodoma, Yanga wakivutwa shati tena mara baada sasa ya kuongoza kipindi chote goli. Dakika za jioni Yanga wanakuja kusawazishiwa goli na Mtibwa Sugar, mchezaji akipiga kona safi ambayo imeenda kutua moja kwa moja kwenye nyavu na imekuwa moya. Justin Kesa anasema moya na imekuwa 1-1. Nini ambacho kinaendelea sasa hivi ndani ya Yanga? Picha pekee la kiindi lilobakia ndani ya Yanga ni kumpelekea lawama kocha Pedro Gonçalves. Nishawe kusema Pedro Gonçalves ndani ya Yanga kuna vikao vimekaliwa toka mechi ambayo ilikuwa inaihusu mechi ya Al Ahly ya Misri
kikosi alichokipanga na matokeo yaliyokuwa yametokea. Kuna baadhi za ndani zinazozungumzwa sasa, za ndani hizo. Kuna kikao kikizungumzwa, kuna wengine wako wafi kabisa, wengine wakisema tumpe muda. Muda ameendelea kupewa. Sasa hii ni sare ya 5. Ambayo sare za mwanzo ya kwanza ya Mbeya City yeye haimuhusu, ila hizi 4 zinamuhusu yeye moja kwa moja kwa sababu zimetokea kwenye maamuzi yake. Nini ambacho kinatokea? Mimi kwangu ninaona nafasi ya Pedro Gonçalves, wakati wowote kutasikika mkeka ambao nasema tumeamua kuachana na kocha Pedro Gonçalves kutokana na matokeo ya timu kuwa mabaya. Sasa hapo nini ambacho kinatokea? Tusubiri. Masikio yapo Jangwani, na macho pia yapo Jangwani, wakati Msimbazi wao nao wanaendelea kupambana kuhakikisha nao wanatafuta kuingia kileleni. Tayari Jangwani wanaanza kutema bungo taratibu. Nini ambacho kinatokea? Basi tusubiri. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana, umechagua Laki Media. Story na michapo mingi inaendelea hapa kukuhabarisha kila wakati. Chao.